pia wewe ni miongoni mwa wale ambao sasa hivi si mwenyekiti wa kamati. Ni kweli. Unalichukuliaje kwako? Ni kwamba umelipokea, ni kwamba ni labda ni kutaka mtazamo wa utendakazi, ama umelipokea kwa dhana tofauti? Naam, asante Rashid. Jambo ambalo ningetaka kusema ni kwamba hakuna mabadiliko ambayo yalifanywa kwa sababu yalifaa kufanywa, ila ulikuwa ni mpango kwamba yeyote ambaye anatoka mlimani na ni mwenyekiti wa kamati fulani katika bunge ionekane kwamba ameng'olewa. Na kwa hivyo wale tuliong'olewa, hatukung'olewa kwa sababu tulishindwa na kazi. Hatukung'olewa kwa sababu nyingine yoyote. Tuling'olewa kwa sababu makosa yetu la mwanzo ni kutoka mlimani. Pili ni kwamba tulipiga kura ya la katika mswada ule wa kumtimua Rigathi Gachagua. Na ninaposema hivyo, watu wanaweza kusema kwamba huyu anasema hivyo kwa sababu ni mkabila. Lakini Rashid, nataka nikwambie, na nimekuwa hapa katika kipindi kingine nikasema kwamba yale ni maandishi yaliyo ukutani. Kuna idhibati tosha, ninao ushahidi, na nitakwambia ni kwa nini. Mimi natoka Murang'a, nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya elimu. Karungo Wadhang'o wa Kiambu alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya barabara. John Medhu wa kule Nyandarua alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya ardhi. James Murango wa Kirinyaga alikuwa mwenyekiti wa kamati ya kilimo. Nataka kuamini unafuata hayo yote. Naam. Wote hawa kutoka mlimani. Mandago wa Uasin Gishu alikuwa mwenyekiti wa kamati ya afya. Hata sasa ndiye mwenyekiti wa kamati hiyo. Hilary Sigei wakili, seneta wa Bomet, kule ile ni bonde la Ufa, alikuwa ndiye mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kisheria. Hata sasa hivi ni yeye mwenyekiti. Seneta wa Trans Nzoia anaitwa Alan Chesang ndiye alikuwa mwenyekiti wa masuala ya teknolojia. Hata sasa yeye ndiye mwenyekiti. Seneta wa West Pokot anaitwa Julius Murgo alikuwa mwenyekiti wa kamati ya leba ama ufanyakazi. Hata sasa ndio unavyomaanisha ni kwamba kuna baadhi ndio wamelengwa, kuna baadhi wameweza kusalia. Sio baadhi. Naam. Ni mlimani. Ni mlimani. Ikiwa wewe ni seneta wa mlimani. Naam. Ilikuwa imepangwa kwamba huwezi kuendelea kuwa mwenyekiti. Na kabla uende kwa wenzangu, naam, sisi kinacho tusikitisha sana ni kwamba kunao watu ambao ama kunao maseneta na wabunge ambao wanaunga Rais Ruto mkono kutoka kule mlimani. Viti vya wenyekiti kutoka mlimani vilipochukuliwa hawakupatiwa wale, ila vyote hasa katika seneti vilipatiwa ODM. William Ruto ambaye anasema anaunganisha taifa, naam, amegawanya ama amevunja nyumba yake. Sisi wanamlimani akatutupa nje. Viti vyetu ndivyo ameenda kuhonga Raila Odinga na watu wake navyo, ili kwamba wamsaidie kuendelea kuwa mamlakani. Hajatoa hata kimoja kutoka kule kwa Rift Valley ama bonde la Ufa anakotoka. Na anaposema ukabila, nani mwenye ukabila kama huo si ukabila? Namleta Tabitha Karanja ambaye pia yuko Senate, tunaweza kuangalia